Kiongozi wa kundi la waasi la M23 Sultan Makenga ameripotiwa kunusurika kuuawa baada ya kuondoka katika eneo la Rubaya dakika chache kabla ya shambulio la drone lililolenga mkusanyiko wa wanachama wa kundi hilo. Shambulio hilo lilisababisha kifo cha msemaji wa M23 Willy Ngoma pamoja na watu wengine 9 waliokuwa karibu na kitovu cha uzalishaji wa madini ya coltan kinachodhibitiwa na waasi hao. Taarifa za awali kutoka vyanzo vya eneo hilo zinaeleza kuwa drone hiyo ilipiga moja kwa moja eneo lililokuwa na mkusanyiko wa wapiganaji na maafisa wa kundi hilo na kusababisha vifo vya papo hapo pamoja na majeruhi kadhaa. Haijafahamika mara moja ni nani hasa aliyefanya shambulio hilo, lakini tukio hilo linaongeza hofu ya kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya kijeshi katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuuawa kwa Ngoma, ambaye alikuwa mmoja wa sauti kuu za mawasiliano za M23, kunaweza kuongeza mvutano katika mazungumzo ya upatanishi yanayoongozwa na Katari. Juhudi hizo za kidiplomasia tayari zilikuwa zikikabiliwa na changamoto kutokana na kutokuaminiana kati ya pande zinazohasimiana pamoja na masharti magumu ya kusitisha mapigano. Wakati huo wa mapigano makali yanaendelea katika wilaya ya Masisi kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali na makundi ya wanamgambo wanaojiita wazalendo. Ripoti zinaonyesha mashambulizi ya silaha nzito na milio ya risasi kusikika mara kwa mara, huku raia wakikimbia makazi yao kutafuta usalama. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, M23 imeshutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kile ilichokiita kuanzisha vita kamili katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikidai operesheni za kijeshi dhidi yao zimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Serikali ya Kongo bado haijatoa maelezo rasmi kuhusu tukio hilo, lakini imekuwa ikisisitiza kuwa itaendelea kulinda mipaka na raia wake dhidi ya makundi yoyote yenye silaha.